Ni ziara ya siku mbili ya kichungaji ya Askofu wa Jimbo Katoliki la Musoma Michael Msonganzila katika kituo cha hija cha kitaifa cha Huruma ya Mungu Kiabakari. Akiwa katika parokia hiyo, askofu huyo ameadhimisha misa takatifu ambapo ametoa sakramenti takatifu ya kipaimara kwa waamini zaidi ya 270 na hapa akatoa ujumbe kwa waamini wote hapa nchini. Leo wa 14 anakazania zaidi mahusiano kati ya viongozi na wanaoongozwa. Tunawapa kipaimara katika mazingira ambayo tunayaona wenyewe kwa sasa. Tusikubali kuhongwa. Wale tunaoenda kupiga kura, usipige kura kwa sababu umehongwa. Piga kura kwa sababu huyo unayepigia kura ni mtu wa haki ya Mungu, anayependa kuishi haki ya Mungu na kuitetea na si vingine, anayependa uhai wa mwanadamu kudumu katika ulimwengu huu. Askofu huyo amewataka waamini kusimama imara katika imani yao bila kuwa na hofu yoyote, lakini pia wao tayari kusema ukweli ili kunusuru amani ya taifa pamoja na kutetea haki katika mazingira yoyote yenye viashiria vya uvunjifu wa haki ya mtu. Lakini tuwe tayari kufichua haya maovu. Inawezekana nyinyi mnaogopa. Mimi naomba kama unaogopa na kuna uovu wote unaojua, ndio uniambie mimi. Uwe ni wa kisiasa, uwe ni wa kijamii, uwe njoo niambie, nina namna yangu ya kufikisha taarifa hizi kwa mamlaka husika. Usiogope. Kwa sababu kweli tunaishi sasa kwenye mazingira ya gani? Mtu anayekemea uovu anaonekana kuwa ni mbaya mbele ya mamlaka, lakini uovu unabaki pale pale. Kama mtu ameuawa. Iwe ni kwa sababu za kisiasa, kwa sababu za kijamii, kwa sababu za kiuchumi, ameuawa. Na mbaya zaidi kama muuaji huyo ni mtu. Paroko wa parokia hiyo Padre Wojtek Adam akatoa neno la shukrani kwa askofu huyo kwa namna alivyowaimarisha kiroho na kimwili waamini wa parokia hiyo sambamba na kutoa ujumbe wenye kuijenga jamii nzima ya Kitanzania. Karibuni sana kwa adhimisho hili la sherehe ya kipaimara kwa mwaka huu wa Jubilei 2025. Kwa lugha ya kijeshi, wanakipaimara hawa leo wanaondoka depot na kupangiwa majukumu katika kanisa moja takatifu Katoliki na la mitume. Tunawaombea leo na tutawaombea siku zote wafanye yote hayo wakitafsiri imani yao katika matendo. Askofu huyo anaendelea na ziara yake ya kichungaji katika parokia hiyo ambapo kesho Juni 8 ataadhimisha misa takatifu ya sherehe ya Pentekoste, lakini pia sherehe ya utume wa walei na atafungua rasmi kikanisa kidogo cha Moyo Mtakatifu wa Yesu sambamba na kupanda mti wa Papa Leo wa 14. Nikiripoti kutoka katika parokia ya Kiabakari, Jimbo Katoliki la Musoma, ni mimi Veronica Modesti wa idara ya mawasiliano.